Mjadala, hiki ni kipindi ambacho kinakwenda kuangazia bajeti kuu ya serikali ambayo ilipitishwa tu mwezi uliopita katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Dodoma. Muandaji wako ni mimi Samson Charles. Kipindi hiki kitakwenda kuangazia maoni mbalimbali ya wananchi kama sauti za wananchi na wachambuzi. Na kwa kuanza tu na kipindi chetu tunaanzia bungeni Dodoma, ambapo moja kwa moja tunakwenda kuangazia yale ambayo yalikuwa ni matarajio ya wawakilishi wa wananchi, yani wabunge, yakiwa ni matarajio yao siku chache tu kabla ya kusomwa kwa bajeti kuu ya serikali ambayo ilisomwa tarehe 11 mwezi Juni mwaka 2026, ambapo bajeti kuu ya serikali ni shilingi trilioni 62.33. Hayo yakiwa ni makusanyo yanayotarajiwa kukusanywa katika mwaka huu wa fedha. Na tukiwa ndani ya mwezi huu wa 7, tayari mwaka wa fedha rasmi umeanza. Matarajio yangu katika bajeti hii na wananchi wangu wa Chato ni kwamba pengine itakwenda ikaoneshe ni kwa kiwango gani, kwa kiasi gani ambapo inakwenda kutekeleza miradi ile ya elimu. Lakini yako mabweni, lakini yako mabwaro kwenye shule mbalimbali, zile ambazo ni hostel na zile ambazo ni za boarding. Lakini iko swala la barabara kwenye majimbo yetu. Barabara ni changamoto katika maeneo mengi, ikiwemo wilaya yetu ya Chato pale. Ziko barabara ambazo zinahitaji zipate fedha kwa ajili ya kutengenezwa ili angalau ziweze kupitika kwa muda wote na kwa kiwango kizuri zaidi. Na sisi kama wabunge tumechangia bajeti hizi kwa upana zaidi, na ninaamini kwa kesho katika bajeti hii itakuja na majibu mazuri ya serikali. Zipo changamoto nyingi ambazo nimeweza kuziwasilisha mimi kama mbunge wa jimbo la Mbogwe, ikiwemo shida za mabarabara yetu ambayo yamekatika kwa asilimia kubwa. Nchi nzima ina changamoto ya barabara, lakini na imani kwenye Wizara ya Ujenzi itapewa fedha nyingi kuhakikisha inaenda kuboresha mabarabara yetu yote ya nchi nzima. Lakini tumekuwa wakina mama wanakaa kwenye visima wanasubiri maji. Mtu anaamka kwake saa 12 mpaka saa 4 hajaleta maji. Wanatengeneza ugomvi na ndoa zao zinakuwa na mgogoro. Leo wanakuja kupata mradi mkubwa wa bilioni 22 ambao unaletwa na serikali unaopita kwenye bajeti hii. Kwa hiyo changamoto zinaenda kutataruka. Hayo ni manufaa makubwa wanaoenda kupata wananchi. Lakini tumekuwa na changamoto upande wa elimu, upungufu wa madarasa. Tunaenda kuongeza vyumba vya madarasa. Upande wa afya, tunaenda kujenga hospitali ya wilaya kubwa. Haya ndio manufaa makubwa wanayoenda kupata wananchi. Na baada ya hapo, bajeti ilisomwa rasmi bungeni. Iliwasilishwa tarehe 11 mwezi Juni 2026 na Waziri wa Fedha Mheshimiwa Balozi Hamisi Musa Omar. Ikiwa ndani ya bajeti hiyo serikali ilipendekeza masuala kadhaa, na leo tutakupa machache kati ya mengi. Yamo masuala ya kuongeza ada ya mara moja ya usajili wa pikipiki za miguu miwili kutoka shilingi 95,000 mpaka 150,000, katika hatua ambayo ilisema kwamba ililenga kuongeza mapato yake. Baadhi ya vijana wanaofanya biashara katika mikoa ya Dar es Salaam hapa wakaisi serikali kufikiria upya kuhusu gharama hizo. Pendekezo la tozo tumelisikia, lakini kama vijana, kwa sababu ndo watumiaji wakubwa wa hizi pikipiki, ushauri wetu naiomba serikali ijaribu kuangalia pia, kwa sababu soko la pikipiki kwa sasa ni ajira ambayo imemeza vijana wengi. Kwa hiyo inapopandisha tozo, maana yake ni kwamba kwa mfanyabiashara naye atapandisha bei. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi nakuja kutubana. Wengine tunaingia mikataba, wengine hata kama tunapambana ili tujikwamue kununua wenyewe, lakini bado bei za pikipiki zitakuwa ziko juu. Kwa hiyo tunaishauri serikali ijaribu kuangalia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu pikipiki ndio ajira ambayo imebeba vijana, kundi kubwa sana vijana kwa sasa. Tozo la 50 mimi nahisi iko juu sana, kwa sababu wakifanya hivyo bimaana hata hawa wanauza ambao kutuzia sisi kule Kariakoo nao pia watazidisha bei. Kwa sasa hiyo inakuwa ni changamoto kwa sisi ambao tunaochukua mikataba huko, watu wa hali ya chini nao pia mabosi wataongeza bei na kuwa juu. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba, kwa sababu ni serikali yetu ni sikivu na inasikiliza watu wa chini na wa hali ya juu, na yani kifupi kwamba ni watu wote. Kwa hiyo tunaomba wabunge endapo kama wataenda kulizungumzia hili swala, basi waliangalia hata walipunguze walau hata kiasi fulani hivi. Ikiwa hata 100,000 inakuwa sio mbaya, lakini hiyo inakuwa iko juu sana. Kwa hiyo tulikuwa tunaiomba serikali yetu iweze kutuangalia na sisi pia watu wa hali ya chini, kwa sababu ndo maisha yetu haya, tunasomesha watoto huku na maisha mengine pia yanaendelea huku. Kwa hiyo watufanyie kidogo, waipunguze hiyo tozo isiwe 150,000, waipunguze kidogo. Na kwa haya matukio ambayo serikali inavyosema kwamba bajeti ya bodaboda itaongezeka kwa juu zaidi, na kwa changamoto tunazozipitia kulingana na hali ya mafuta iko juu. Sisi kazi yetu ni bodaboda, tunafanya kazi ya mtandao, na
kiukweli kwamba hatujaongezewa hela kivile kwenye kazi ya mtandao. Lakini sasa kwa changamoto inayojitokeza kwamba bodaboda zitakuwa juu, kiukweli sisi kama bodaboda na kama wananchi tutaumia sana, kulingana kwamba hakuna tunachokipata ambacho kitatuendesha sisi maisha yetu. Sisi tunaomba serikali kwa hiyo bajeti wanaitenga kuinani, tunaomba tufikirie mara mbili kama sisi bodaboda ndio maisha yetu. Hata hivyo, serikali ilisikia kilio chao na kilio cha wabunge kuhusu suala hilo, na hatimaye tozo hiyo ya bodaboda ikafutwa. Lakini bajeti hii ilijaa mambo mengi sana. Mfano, kulikuwa na mapendekezo ya kuboresha mikopo ya kuwezesha vijana kufikia 15%, jambo lilotolewa maoni na vijana wa mkoa wa Dar es Salaam. Nasikia mikopo hivyo ya vijana lakini mimi sijawahi kukutana nayo. Sijajua labda sisi huko haijatufikia, ila niliona juzi kati hapa alikuja nani, ni waziri sijui yule kwa machinga pale, sio kwa bodaboda. Sasa kwa machinga pale nikaona wana organize namna ya kupata hiyo mikopo, sijui watu 10 ndio uwe na kikundi cha watu 10 kinachoeleweka. Lakini kwa sisi bodaboda hapa sisi haijatufikia hiyo bado, ila ipo, inasemekana ipo. Mimi naona kwamba serikali ingeboresha kwanza hizi 10% kabla ya kuongeza hizi 15%, kwa sababu kwenye hizi 10% bado kuna watu ambao haziwafaidishi. Yani kwamba ndio maana tumeona juzi kati hapa ulikuwa kuna changamoto ya wanafunzi ambao walikuwa wanagushi nyaraka zile. Kwa hiyo wangeboresha kwanza hizi 10%, tungepata wale wenye uhitaji kwanza wanufaike, then tuwaje kufanyaje, waje kuboresha zaidi watu kuangalia kwa hawa hizi 15% sasa tunaweza tukaziboreshaje ili kila mtu aweze kufanyaje kunufaika na huu mkopo. Mimi naona serikali ni kweli inachokisema ipo sahihi, lakini wangewezesha kwanza kwa zile 10% ambazo zile 10% za mwanzo ngwarau kidogo, hapo tungepata hata mwanga hata kidogo. Lakini kwa sasa hivi inakuwa ni changamoto kweli kwa sasa hivi. Kuzipata inakuwa ni changamoto. Mimi naona toka hili swala wanazidi kuliongelea, lakini naona kwamba bado mpaka sasa hivi yani hakuna chochote kile ambacho kimeshaendelea mpaka sasa hivi. Ulikuwa unahitaji mazingira gani uwezeshe kupata 10% hizo? Ukiangalia vijana ni watu ambao unakuta muda mwingine tumejiwekeza kwenye biashara hizi ndogo ndogo. Kwa hiyo tukifanikiwa kupata hata hizo ndogo ndogo zinakuwa zinatusaidia kukuza hata tu biashara yetu. Mtu nakuta ana kianzio fulani, ameanzisha biashara fulani, kwa akiwezesha hizo 10% ngapi 10 zinakuwa zinamsaidia. Kwa nini hujawahi kuapply hizo 10%? Kwa kweli hapana, yani hilo wewe sijaweza kusema kwamba labda nilifuatilia sana, kwa sababu naona kwamba hata wengine unakuta muda mwingine serikali inaamua hili jambo litekelezwe hivi, lakini bado naona hamna chochote kile ambacho kimeshafanyika. Na sasa mtazamaji, tuelekee katika mikoa mbalimbali kuangazia ambacho wananchi wamejadiliana kuhusiana na bajeti hii, lakini pia baadhi ya maoni ambayo utaweza kuyasikia kabla ya maboresho yaliyofanyiwa kazi na serikali baada ya kupokea maoni ya wabunge. Na hapa tunakwenda kwa mwanahabari wetu kutoka pale mkoani Mtwara, Heri Abdallah. Naam, asante sana Samson Chazi kutokea hapo studio za Mikocheni, Dar es Salaam. Nami naupokea mjadala huu kutokea maeneo ya soko kuu hapa mkoani Mtwara, ambapo sauti za wananchi zinakwenda kusikika kuhusiana na bajeti kuu ya serikali ambayo imewasilishwa mapema Juni 2026 bungeni jijini Dodoma, na wananchi wanakwenda kuzungumzia namna walivyopokea bajeti hiyo. Mtazamo wako kama mwananchi kuhusiana na bajeti ya serikali umeipokeaje? Nimepokea kwa sababu imeshatajwa na serikali bajeti, lakini tuna haki ya kuisifu kinamna fulani serikali kwa baadhi ya vitu fulani ambavyo wanavifanya kama serikali, kwa mchango wao mkubwa ambao wanaofanya. Eneo lipi hasa unaamini kama wewe mwananchi umeguswa kupitia bajeti? Kwenye hii bajeti kidogo nimeguswa kwenye masuala ya elimu, kwa sababu elimu Tanzania kiukweli tulikuwa bado tuko nyuma, tuko chini kidogo. Sasa hivi naona kama inaboreshwa kinamna fulani. Kuna hizi serikali shule za kata, umeona sasa ziko nyingi zinaboreshwa madarasa ya kutosha na nini. Kinana kwenye elimu kuna ipongeza sana serikali, wanajitahidi kiasi cha kutosha. Pengine serikali ifanye nini ili kuhakikisha bajeti hii inatimia na inafanikiwa? Serikali kwa mawazo yangu madogo ninachokiona, kwanza waangalie nini wananchi shida yao kubwa katika hizi bajeti zao ambazo wanazoziandaa, ndio wataweza kufanikiwa, kwa sababu kuna bajeti ambazo zinaandaliwa zinakuwa mara nyingi sana haziwafiki
wananchi husika. Unazungumziaje deni la taifa ikiwa kwamba kila mwananchi anadaiwa takriban milioni 1.8 million? Kusema la kweli tuko sehemu mbaya. Yaani kwenye hili lazima tuzungumze kweli, tuko sehemu mbaya. Hatuwezi kufikia namna hii. Hii ni hali mbaya sana ya taifa. Maana yake kihali ya kawaida huwezi kuwa unadaiwa fedha kama hii. Mwananchi wa kawaida ni hela nyingi sana, milioni 1 na kitu kwa Tanzania ukipiga mahesabu ni hela nyingi sana. Je, tozo mbalimbali kwenye bodaboda na magari ambazo zimeongezeka, kama mwananchi pia wewe unaizungumziaje? Hivyo ndio vilio vyetu sana. Wananchi wengi sasa hivi tunalalamika kwenye masuala bodaboda, wafanyabiashara mbalimbali. Sasa hivi tozo zimekuwa nyingi. Bodaboda sisi kuna mambo ya LATRA, siku na nini, vitu vingi ambavyo vipo sasa hivi kwenye upande ya matozo yamekuwa makubwa sana, kutokana hata hailingani hata na kile unachokipata, tofauti na utozo. Tozo inakuwa kubwa, unachokipata kinakuwa kidogo. Sasa kwa ujumla serikali ifanye nini walau kuhakikisha kipato cha mtu mmoja cha mwananchi mmoja kinakuwa? Serikali kama serikali kwanza kuimarisha uchumi kama hivyo tunavyosema, mtu mmoja vile kuwawezesha wananchi kama vile mikopo, ambapo mikopo haina masharti magumu kwa wananchi. Kwa mtu mmoja awe na uwezo wa kukopesheka, sio kama vile unakuta mtu ana uwezo kabisa anastahili apewe mkopo, lakini unakuwa na vipingamizi vingi sana. Yaani hiyo ndio inaweza ikatugharimu. Lakini kama serikali itafungua ikawa anawapa watu mikopo ya unafuu, sio kwa na masharti magumu, na imani watu watajinua kiuchumi, kwa sababu watakuwa na vyanzo vya kupatia fedha. Bajeti ya serikali ambayo imepangwa nimeisikia na nimeipokea, lakini kuipokea kwangu naona nimeipokea tofauti kidogo, kwa sababu nimeona kwamba bajeti ya mwaka huu ni bajeti kubwa sana kuliko bajeti ambazo zimepita. Kwa hiyo matarajio ya bajeti hii ambayo imepangwa, tunatarajia kwamba mambo makubwa sana yatafanyika kutokana na bajeti jinsi ilivyokuwa kubwa na ilivyopangwa. Kwa sababu tukichukulia kama katika swala la Wizara ya Ujenzi iangalie sana miundombinu. Miundombinu imekuwa mibaya zaidi. Inapofika kipindi cha masika tunaona mikoa mbalimbali watu wanahangaika. Sasa kama serikali imejipanga na bajeti imepanga vizuri, basi waangalie miundombinu, lakini pia bajeti ilenge kabisa katika Wizara ya Afya. Kikubwa zaidi katika Wizara ya Afya kwamba watu wanakwenda hospitalini, huduma zinapatikana, lakini mtu kutokana na jinsi alivyo katika familia yake, uwezo wake unakuwa mdogo. Kwa hiyo pesa imekuwa nyingi mno. Pesa imekuwa nyingi kiasi kwamba mtu akipelekwa hospitali anaamua kurudishwa kabla ya mgonjwa hajakaa vizuri, kutokana na ufinyu wa pesa. Pesa hamna. Kwa hiyo serikali iangalia sana katika Wizara ya Afya vile, kwa sababu hii Wizara ya Afya ndio imebeba afya za watu ambazo serikali vile inategemea watu hawa wafanye kazi. Kwa hiyo iangalia sana bajeti hiyo katika Wizara ya Afya. Serikali ifanye nini kuhakikisha bajeti hii inatimia na kufanikisha? Serikali kikubwa zaidi kwamba hawa watendaji wawe waangalifu sana, kwa sababu wanaoharibu ni watu wa chini. Watu wa chini ndio ambao wanaoharibu. Watu wa juu wanaweza kupanga mipango yao vizuri tu, lakini vitu vikiteremka chini huko vinaenda kinyume na utaratibu ambao umepangwa. Kwa hiyo serikali ijipange kuhusiana na hawa watu wa chini ambao wanawachia miundombinu waweze kuiendesha. Zungumziaje deni la taifa ambapo mpaka sasa hivi kila Mtanzania anadaiwa shilingi milioni 1.8 million? Kiukweli hili deni la taifa linanichanganya sana, kwa sababu kila Mtanzania kudaiwa milioni 1.8 million, kiukweli kutokana na hali finyu ya wananchi, yani bado tuna mzigo mzito sana. Kwa hiyo serikali iliangalia hili kama vitu vingi ambavyo havina umuhimu wa kukopa, basi wasikopa ikawa na deni namna hii, kwa sababu hali ya wananchi kiukweli ni finyu, kwa sababu mlo tu wa siku moja unapatikana kwa mbinde. Kwa hiyo waangalie sana. Je, tozo mbalimbali ambazo zimeongezeka kwenye bodaboda na magari, pia hili wewe umelipokeaje? Kwanza kabisa mimi nafikiri kwamba tozo ambazo zimeongezeka, kwanza tukienda katika upande wa mafuta wanaokuja kuumia ni hawa ambao wanatumia bodaboda kwa mfano. Lakini vile katika upande wa vyakula ambao kumeongezeka tozo, wanaokuja kuumia wananchi, maana ndo watu wa mwisho.
Kwa hiyo serikali iangalie kutokana na tozo ambazo zimeongezeka hizi, wajue namna gani ya kupunguza hizi tozo ili kusudi kwamba kila mtu apate anachokihitaji, kwa sababu kama tozo ikiongezeka na maana kwamba kila bidhaa inafanya nini, inaongezeka bei. Kwa hiyo watu wengine hawakidhi haja, watu wengine maisha yao ni magumu. Kwa hiyo serikali iangalie hili, wasibalance tu katika kuongeza tozo. Hiki ni kitu kigumu sana. Kwa ujumla serikali sasa ifanye nini ili kuhakikisha kipato cha mtu mmoja mmoja kinakuwa? Wajiangalie tu, wakae chini wafuate maoni kwa wananchi, waangalie kwamba wananchi wanasema nini. Kwa hiyo wakisha tengeneza gap namna hiyo, basi kila kitu kinaenda sawa. Kwa mtazamo wako kama mwananchi, umeipokeaje bajeti kuu ya serikali? Of course kwa upande wangu kama mwananchi na kama kijana wa Tanzania nimepokea vizuri bajeti ya serikali. Maeneo gani hasa unahisi imekugusa kama mwananchi? Maeneo ambayo amenigusa kwangu kwenye upande wa ongezeko la mkopo kwa vijana na kina mama na watu wenye uhitaji. Limenigusa kuongezeka kutoka kwenye 10% mpaka kwenda kwenye 15%. Naamini kwamba kuna vijana wenzetu ambao walitangulia kupata hiyo fursa na wamepiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo naamini kwetu sisi tutapata kwenye hiyo ongezeko, kitatuinua kama vijana. Serikali ifanye nini kuhakikisha bajeti hii inatimia na kukunufaisha? Nafikiri ni uendeshaji mzuri, usimamiaji mzuri kwa vijana, kwa mtu mwenye sifa aweze kupata, kusiwe na makando kando, ili iweze kutuinua vijana hii bajeti tuweze kufanikiwa nayo kama malengo ya serikali ilivyokuwepo. Unazungumzaje deni la taifa likiwa kwamba kila mwananchi anadaiwa takribani milioni 1.8 million? Of course kwa upande wangu kwenye deni la taifa naona kama ni deni la kawaida ambalo kama serikali ikiweka mkazo tunaweza kumaliza, then tukishamaliza tukawa tunaendelea na maisha yetu kama kawaida, kupunguza madeni, kwa sababu yanavyokuwa deni linavyokuwa kubwa itakuwa inatubana zaidi kwenye kuchukua kodi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tukipambana, serikali ikipambana ikaweza kulimaliza ile deni, nafikiri itakuwa imepunguza baadhi ya kero ambazo ziko kumitaani, maana yake hela itakayokuwa inaingia serikali kuu itakuwa inatumika kwenye mambo mengine kama ujenzi wa miundombinu na shughuli nyingine. Tozo mbalimbali kwenye bodaboda na magari kuongezeka, hili umelionaje? Hilo kwa upande wangu ningependelea liweze kupungua, kwa sababu ukizungumzia bodaboda na sehemu nyingine watu ambao wana vipato vya chini, kwa hiyo unavyoongezea kodi na vitu kama hivyo bado unazidi kuwabana watu wa chini. Kwa hiyo kwa upande wangu nilikuwa naomba hata mwakani itakavyotoka bajeti nyingine waweze kupunguziwa kidogo, at least tuwe na kupata uhaweni katika maisha. Kwa ujumla serikali ifanye nini ili kuhakikisha kipato cha mwananchi kinakuwa? Nafikiri kitu cha kwanza ambacho serikali mimi ningependa kuishauri ni kwamba tumalizane kwanza na deni la taifa, alafu baada ya hapo nafikiri makodi mengine, matozo mengine ambayo yanapanda yakishatoka, nafikiri tutakuwa tuko free. Mtazamo wako kama mwananchi, umepokeaje bajeti ya serikali? Bajeti ya serikali tumeipokea kwa mikono miwili, isipokuwa inakuja, lakini ni bajeti ambayo wananchi kuna wanaoielewa, kuna wanao hatuielewi. Inakuja lakini wananchi wengi hatuna elimu ya bajeti, kwamba bajeti ya serikali imekuja kwa mtazamo gani na kufanya nini. Eneo gani hasa ambalo unahisi wewe kama mwananchi limekugusa kwenye bajeti? Ni eneo la bajeti ya barabara. Barabara za Mtwara, hasa kutoka Dar es Salaam kuja Mtwara mjini, ni barabara, kuna maeneo baadhi ni mabovu, yaani ni mabovu mno. Lakini bajeti inapokuja ya serikali inakuja kwa mtazamo wa kujenga barabara hizo, lakini hazijengwi, barabara ni mbovu. Hata pia barabara hizi zinazopitisha gesi, tunaangalia gesi inapatikana Mtwara mjini, lakini hizo barabara ni mbovu, na hizo gesi zinaleta faida kwenye nchi na mapato, lakini hizo barabara ni mbovu. Kwa hiyo bajeti wanazoleta zihakikishe zitumike kwa malengo husika, sio itolewe bajeti lakini sifanyike. Serikali ifanye nini kuhakikisha bajeti hii inatimia na kukunufaisha wewe kama mwananchi? Serikali inatakiwa izingatie kila inachotoa kifanyike kwa bajeti zinazokuja. Kwa mfano, kwa bajeti ya uchumi, hela iliyotolewa kwa sababu ya kwenda kufanya uchumi wa miundombinu, elimu, zitumike ipasavyo. Lakini zikitoka zile bajeti za idara mbalimbali hazitumiki ipasavyo. Kwa ndio maana unaweza kukuta barabara mbovu, maji hakuna, elimu, shule mbovu, madawati hakuna shuleni, ukienda hospitalini dawa hamna.
inabidi utoke uende sehemu jirani ukatafute dawa kwenye maduka, lakini yule hospitali hakuna madawa. Kwa sababu gani? Bajeti inatoka, lakini hiyo bajeti inaenda kwenye lengo husika? Hilo ndo swali tunajiuliza wananchi. Unazungumziaje deni la taifa ikiwa kila mwananchi kwa sasa hivi anadaiwa shilingi milioni 1.8? Deni la taifa kila kunapokucha deni linakuwa. Na ukiangalia wakati pesa zinakopwa unaambiwa ni deni la mama. Na linapokuja kujumlishwa unaambiwa ni deni la taifa. Kwa hiyo mwananchi anaenda kugharamika kulipa ambalo deni ni kubwa. Kwa mfano sasa hivi unaambiwa deni kila mwananchi alipe milioni 1 na kiasi chake. Lakini kuna ambao wenye maisha yao ni hali ya chini. Kipato chake hata kupata shilingi 2,000 kwa siku ni ngumu. Unamwambiaje aende kulipa milioni 1 plus hilo deni la taifa? Na wakati hali hiyo tuna miundombinu mingi ya kutujengea ya kusababisha kupunguza deni. Tuna rasilimali nyingi, tuna bandari, tuna vivutio vya utalii, tuna gesi. Hivyo vyote ni vivutio ambavyo vinaweza kutuletea faida katika nchi yetu na kupunguza deni ambalo lipo kwa sasa. Je, tozo mbalimbali kwenye bodaboda na magari kuongezeka, hili wewe kama mwananchi pia umelionaje? Tozo linaongezeka kwa sababu ya mafuta. Tunavyoangalia mafuta yanazidi kuongezeka na tozo na nauli zinaongezeka. Sasa hivi mafuta yanaongezeka, sehemu ya umbali wa kwenda shilingi 1,000 huwezi ukaenda kwa shilingi 1,000. Unazidi uende kwa shilingi 2,000, 2,500 na kuendelea. Kwa hiyo tozo zinapoongezeka na nauli zinapanda, kuna wananchi wa hali ya chini wanashindwa kujikimu kimaisha kwa sababu ya tozo zinazoongezeka. Sasa kwa ujumla serikali ifanye nini ili kuhakikisha kipato cha mwananchi kinakuwa? Serikali inachotakiwa kufanya ni kupunguza tozo. Tozo zimekuwa nyingi. Kwa hiyo serikali ituangalie, ipunguze tozo zinakuwa nyingi. Wajaribu kuwasikiliza wananchi na kero zao, wawasikilize jinsi wanachotaka, wawasikilize. Hayo tu kutoka hapa mkoani Mtwara, na urejesha mjadala huu hapo studio Mikocheni, Dar es Salaam. Tukitoka huko mkoani Mtwara, tunaelekea mkoani Manyara. Tunakwenda kujiunga na mwanahabari wetu Roda Kimathi akiwa Babati pale mkoani Manyara. Napo bado na kusisitiza, unaweza ukasikia maoni ya wananchi ambayo utayasikia kabla serikali haijafanyia maboresho bajeti hii. Asante sana Samson Chaze kutoka katika studio za EATV maeneo ya Mikocheni jijini Dar es Salaam. Mimi ninapokea mjadala huu kutoka hapa mkoani Manyara, maeneo ya Babati mjini, ambapo sauti za wananchi zitasikika kuhusiana na bajeti iliyowasilishwa bungeni mwezi Juni 2026. Mimi ni Roda Kimathi. Mtazamo wangu kuhusiana na bajeti ya 2026, yani mwaka 2026 na 2027, ambaye kwa sasa imekuwa ni trilioni 60 na kuhusiana na bajeti hiyo kupelekwa bungeni, ni nini kilichopatikana kwa mtazamo wangu kuhusiana na bajeti hii? Mimi kwenye eneo ambalo niligusa, kwa sababu mimi pia ni mmiliki wa vyombo vya moto, maana yake moja kwa moja imenigusa bajeti hii. Sasa chombo kutoka kwenye usajili wa 100,000 kwenda kwenye 150,000, maana yake hapo automatic majibu hata wewe mwenyewe unaye. Nimegusika kwa sababu nikinunua labda pikipiki 2-3 naenda kutana na 500,000 kasoro. Hapo mimi pia nimeichangia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo sasa mimi wito wangu sasa, kabla bajeti kupelekwa bungeni, serikali ikutane tu na wadau. Jamani, mnaonaje kwenye eneo hili hapa, tunataka kuboresha. Watu watoe mawazo. Leo kuna bajeti ya baadhi ya serikali za wenzetu keshi. Yaani maana yake leo mtu anasema trilioni 500, lakini ile trilioni 500 iko pale keshi. Serikali yetu hii trilioni 60 na sio keshi. Yaani serikali ndio inaenda kuzikusanya sasa hizo fedha. Sasa swali sasa, isipoenda kufanikiwa, na ndio kuna baadhi ya mambo huwa sasa hatupati, kama
barabara kwa wakati, kwa sababu serikali imesema itatengeneza barabara fulani kwa kwenda kuikusanya hiyo kodi, na kodi yenyewe haijakusanywa. Kwa mfano, leo ukisema kodi ya pikipiki kutoka kwenye 100,000 kwenda kwenye 1,500,000, ilikuwa zamani unapata labda watu 10,000, 20,000, lakini leo unaenda kupata watu labda 5,000. Maana yake nani anakosa kodi hapo? Si serikali yenyewe. Kwa hiyo lazima tuwe tunawaza zaidi. Leo tuko zaidi ya bilioni 60 na tufanye ondoa wale watoto wafanya biashara wale, yani walipa kodi. Ukiangalia nchi sidhani kama hata wanafika bilioni 3 kwa bibi uelewa wangu. Kwa walipa kodi bado wako kwenye kiwango cha chini. Lazima tuwapeleke pia watu wengine waingie kwenye mfumo wa kodi, ili pia hata walipa kodi wengine sasa wasio wanaumia wale. Kwa mfano leo unasema kupandisha baadhi ya vitu, wao woni moja kwa moja wanaenda kuumia kulipa kodi watu wale. Ili deni la taifa kiukweli sisi linatuumiza, ukizingatia sisi nchi tulionayo ni nchi ya asali na maziwa. Kwa sababu gani nasema ni nchi ya asali na maziwa? Sisi nchi yetu Mungu ametubariki, tuna kila kitu sisi tunayo kwenye nchi yetu. Serikali jaribu kuangalia, kuna watu ambao sasa hivi tunaongea hivi, kuna watu yani wao anawaza kununua gari la 2027 wakati nchi inadaiwa. Kwa hiyo serikali jaribu kuangalia, kuna watu wachache wanakula nchi na watu wengi hususan wa Tanzania tunateseka na nchi yetu na kila kitu sisi tunacho na vyanzo vyote vya vipato, lakini hatujawahi kuvifaidi. Wewe angalia sasa hivi tuko zaidi ya milioni 65. Eti kila mtu anadaiwa milioni 1 na hela ili kuweza kulipia deni la taifa. Kweli, na tuna vyanzo vya mapato vya kila njia. Waangalie, kuna watu, kwa mfano tuchukulie tu Irani wanatumia ni mafuta tu, lakini ni nchi tajiri kuliko nchi zote. Sisi tuna kila kitu, tuna bandari, tuna takataka zote kwenye nchi tuliopewa na Mungu, lakini bado kila siku tunadaiwa. Kimsingi deni la taifa ni kubwa. Sisi kama wananchi, kwamba mwananchi mmoja anadaiwa takriban shilingi 1,500,000. Ni hela nyingi kiasi kwamba, na bado kwa upande wangu mimi sijaelewa kwamba serikali itafanyaje ili kusudi iweze kupata hiyo fedha ambayo inadai wananchi bilioni 1,800,000 ili tuweze kumaliza deni la taifa. Kwa mimi naweza nikasema deni linaumiza wananchi. Serikali ipambane jinsi ambavyo itaweza ili kuweza kupunguza deni, wananchi wanaumia. So sasa hivi tunaweza kuona kwamba kodi zimeongezeka, kuna baadhi ya vitu kodi ni nyingi, kwa hiyo wananchi wanaumia. Kimsingi hili deni sasa, kama tunaumia kwenye kodi tena na kwenye deni tena tunaumia, mimi kama Mtanzania naweza nikasema kwamba serikali ione jinsi gani ambavyo inaweza kupunguza deni la taifa. Jambo jingine ambalo nazungumza, serikali kitu gani ifanye ili kuweza kusaidia mwananchi mmoja kukua kiuchumi au kupata kipato. Kimsingi kwa sasa serikali kwanza waweze kusapoti wale wawekezaji ambao wanawekeza, ambao wataweza kutoa ajira nyingi zaidi, ili kusudi wale ambao pengine hawana kazi, wametulia nyumbani, waweze kupata kazi. Lakini kimsingi kwa upande mwingine, ili watu waweze kupata kipato, basi serikali jitahidi kupunguza kodi. Kwa mfano kwa upande wa biashara, kuna wafanyabiashara wanateseka, wanalalamika kwa sababu ya kodi ziko juu, na ndio maana unaweza kukuta mtu mmoja anaweza akapata kipato cha chini sana. Kuna watu wengine wanaweza kukuta kupata shilingi 1,000 kwa siku ni shughuli. Sasa kupata shilingi 1,000 kwa siku au uikose, unaweza kukuta mtu mwingine anakula mlo mmoja. Sasa hili ni tatizo. Kwa hiyo serikali ione jinsi gani ambavyo itapunguza kodi ili kuweza kusaidia angalau mwananchi mmoja kuweza kupata kipato. Hayo ndio maoni yangu. Ni hayo tu kutoka hapa Babati mjini mkoani Manyara, nami ninaurejesha mjadala huu katika studio zetu za Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na sasa tumalizie pale mkoani Njombe. Tunajiunga na mwanahabari wetu Dickson Kapungu akiwa katika mkoa huo kuangazia maoni ya wananchi katika eneo la mkoa huo lenye baridi kali sana nchini Tanzania. Asante sana Samson Charles kutoka studio za Mikocheni jijini Dar es Salaam. Na upokea mjadala huu kutoka hapa mkoani Njombe. Langu jina ni Emmanuel Mkulu wa EATV. Tunaoenda kuzungumza leo ni wananchi wa mkoa wa Njombe wanajua nini kuhusiana na bajeti ambayo imepitishwa na wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa bajeti ya mwaka 2026 bungeni jijini Dodoma. Nimeona bajeti ya mwaka huu kuna vitu imejikita, kwa mfano kuongeza tozo kwenye magari, kuongeza tozo kwa bodaboda. Mimi maoni yangu ni haya. Tumeona bajeti ya serikali miaka mingi ikiwa inatoka, tunadhani serikali kwa sababu huwa inapanga bajeti kwa kile ilicho nacho, ambacho inatarajia itapata, ambacho itakopa.
na kwa kiasi kikubwa tumeona bajeti ya serikali inajikita kwa asilimia kubwa kwenye matumizi ya kawaida. Fedha za maendeleo zinakuwa sio kubwa. Mimi kama mwananchi, matumaini yangu, natumaini viongozi wa serikali watatumia bajeti iliyopo kutekeleza miradi kwa ukamilifu, miradi kwa ubora. Matumaini yangu kwenye bajeti hii, nategemea serikali kwenye kila ilichokipata kutakuwa kuna usimamizi mzuri ili ilete maendeleo kwa taifa kwa ujumla na kwa mwananchi mmoja mmoja. Serikali ifanye nini ili kuhakikisha bajeti hii inatimia na kukunufaisha kama mwananchi? Jambo la kwanza ambalo mimi naliona, cha kwanza, nadhani kwanza wananchi tuwe tuna moyo wa kupenda kulipa kodi, kudai risiti ili serikali iweze kukusanya mapato, na mwisho wa siku mapato yakipatikana yatumike kuleta maendeleo kwenye nchi zetu, yatumike kutujengea barabara bora, tuwe na huduma bora za afya. Na serikali kwa upande wake, kitu ambacho ninakiona kidogo, viongozi wa serikali wajitahidi ikiwezekana masuala ya ufisadi, masuala ya rushwa yapungue, kwa sababu vitu kama hivi kikawaida ndio vinafanya hata kuna muda morali ya wananchi inakuwa chini kwenye kulipa kodi. Kwa hiyo wananchi wakiona kodi wanayoilipa inatumika vizuri, nchi inakuwa ina maendeleo, wananchi wanakuwa na moyo wa kulipa kodi. Kwangu mimi kwenye deni la taifa, deni kubwa la taifa inaweza ikawa sio kitu kikubwa. Deni kubwa la taifa liendane na maendeleo makubwa ya serikali. Kwa sababu hata kwenye maisha ya kawaida ya sisi wa Tanzania, watu wengi, matajiri wengi tumeona wanakopa ili waendelee. Kwa hiyo kukopa sio shida. Ila ukikopa hizo fedha za mikopo zinatumikaje? Serikali jitahidi kuelekeza fedha za mikopo vizuri, zionekane kwenye maendeleo, na mwisho wa siku kila mtu aone tunakopa lakini pia tunaendelea. Hiyo sio shida. Kuongezea kwa tozo mbalimbali kwenye bodaboda na vyombo vya moto, hili jambo nalionaje kama mwananchi? Kwa tafsiri mimi ya mwananchi, ukiongeza tozo kwenye bodaboda na kwenye magari, unajua unavyozungumzia maisha ya Mtanzania, maisha ya binadamu wote duniani yanategemea kitu cha kwanza usafiri, kwa sababu kama ni mkulima mazao yake atasafirishwa kwa kutumia usafiri, kama ni mfugaji na mazao ya mifugo. Kwa hiyo tunaona kwenye kesi ya bodaboda na magari hapo unagusa maisha ya Watanzania. Kwa vyovyote vile kuongezeka kwa tozo kwenye kada hiyo kutafanya gharama za maisha ya Mtanzania ziwe kubwa. Kwa hiyo ninachokiona ni vile vile tu kuna muda mambo huwa yakwepeki, kwa sababu ya vita vinavyotokea kwa wenzetu, tunakuta bei ya mafuta inakuwa inapanda. Ina maana bei ya mafuta ikipanda, gharama za maisha pia na zenyewe zinapanda. Na serikali ili kuendelea kukusanya kodi zaidi, unakuta ndio kama hivyo wanaleta kwenye magari, wanaleta kwenye bodaboda, kitu ambacho kinatumika na Watanzania wote. Kwa hiyo mwisho wa siku maisha tutajikuta yameenda juu. Mimi nilichokuwa naishauri serikali ingeangalia namna nyingine ya kugusa vyanzo vya mapato. Mimi naamini kuna watu wengi wanaingiza kipato kikubwa, wanafanya biashara kubwa lakini hawalipi kodi. Mwisho wa siku unakuta mzigo wa kodi bado unawarudia watu wale wale. Utakuta kila mara ni kwenye pombe, kila mara ndio kama hivyo kwenye usafiri, vitu ambavyo naviona. Lakini naona kuna namna serikali walikuwa na uwezo wa kuongeza kodi, wakaongeza walipa kodi wakawa wengi zaidi, tukagawana, yani kodi tukagawana, wananchi wengi tukagawana kodi kidogo kidogo, kila mmoja akawa anatakiwa atoe kodi ili kuipa nchi yake maendeleo. Kwa ujumla, serikali ifanye nini ili kuongeza kipato cha kila mwananchi? Mimi kwanza nilikuwa nadhani serikali ili kuongeza kipato kwa mwananchi, serikali ilikuwa inatakiwa ifanye utafiti. Kila mkoa, kama kuna mkoa anazalisha mazao, serikali iangalie ni jinsi gani itatafuta wawekezaji, watajenga viwanda vya mbolea. Viwanda vya mbolea vingejengwa kwenye maeneo yetu, tunadhani mbolea ingekuwa bei chini kwa sababu uzalishaji ungekuwa hapa. Serikali pia ingekuwa inahakikisha kutafuta soko la wakulima, kwamba mkulima huyu akishazalisha mahindi, kama sasa hizi tunaona mahindi yametoka, unakuta mahindi labda debe moja ni 10,000 mpaka 12,000. Mwisho siku unakuta mkulima atanunua mbegu, atanunua mbolea, atanunua viuatilifu kwa gharama kubwa, lakini akienda sokoni kuuza mazao yake, mazao yanakuwa chini. Kwa hiyo mimi ningeishauri serikali wafanye utafiti kila mkoa, kwamba hao watu wanalima mahindi, wanalima nini. Wafanye utafiti sehemu gani masoko yanapopatikana, ili mkulima akilima hata kwa bei kubwa na mazao pia ayauze kwa bei kubwa, ili mkulima ajikwamue na umaskini, awe anapata kipato kikubwa. Yani wanazungumza kwa ajili ya kunufaika wao walioko huko kwenye budget, lakini sio mwananchi wa chini, na hawaangalii matatizo ya mwananchi wa chini ambaye ndio aliyewapeleka kule kwenye hiyo budget. Maana bila sisi wao wasingekuepo kwenye hiyo budget, lakini hawatufikirii sisi, ila wanafikiria matumbo yao. Nini kifanyike sasa ili budget hii ambayo unasema wewe nayo iweze kutekelezeka, haiweze kutekelezeka? Yani cha kwanza ambacho mimi ninakifikiria, katiba yetu, yani katiba ni kitu cha msingi sana.
Katiba yetu sisi tulionayo ni katiba ambayo yani mtu akiwa kwenye madaraka anakuwa ni kama Mungu. Anakuwa kama ni Mungu. Kwa hiyo kama tutaipata katiba mpya ambayo itazungumzia vitu vya msingi kama ile ya Warioba tuliyoipokea kipindi kilichopita, ile kwa bajeti ya kutoa mali. Katiba ile ilikuwa ni ya kututoa mahali kutupeleka mahali, lakini kubaki na katiba ya miaka nendalo ambayo walikaa watu 30. Leo tuko milioni 60 na tunakuja kuikalia katiba ya wakati huo watu sijui walikuwa 30, milioni 30, sijui milioni 5. Leo tunaikalia watu milioni 60 na leo hii walio wengi wamesoma. Ile katiba waliangalia watu ambao kulingana na elimu yao ya wakati huo. Kwa hiyo sisi leo hii ile katiba inatunyanyasa, inatutesa, ina vitu vingi ambavyo tunateseka. Mimi nafikiri wabunge wamechochola. Kwa sababu nini? Mbunge aliyeko kwenye bajeti anapozungumzia kwamba sisi au bodaboda au chinga watoe shilingi 1,000, mbunge kwa mwezi anapokea milioni 12. Mbunge kila siku anapokea karibu 300,000 mpaka 400,000 kwa siku akiwa kwenye kikao. Wakati huo mbunge huyo hana tozo yoyote kwenye mambo yake yote. Ukiangalia kwa mfano sasa, tukianza mbunge kwenye hana changizo lolote kama walivyo watumishi. Mtumishi ana kodi ambayo anailipia na anakatwa hela ndefu tu. Mbunge hana hicho kitu. Mwananchi anapewa nafasi, kwa mfano bima ya afya. Ukiangalia bima ya afya ya mbunge anatibiwa hadi mahali ambapo Mungu amesema hapa ni mwisho wewe pa kufika, ndipo na mbunge anatibiwa vile vile. Lakini mtumishi anayefanya kazi muda wote mwaka mzima anaishia Muhimbili bima yake. Haya, ukija sasa kwenye tozo, mbunge hakuna kitu chochote anachotozo. Ukiangalia huyu chinga, yeye kwa siku ukimkadiria mapato ya siku, kwa sababu anamtaji ule mtaji wake, vitu vile ananunua. Akinunua anatakiwa aangalie faida yake kwa siku, anaweza kawa anapata labda shilingi 500. Alafu leo mbunge anamwambia kwamba eti atoe shilingi 1,000 achangie ujenzi. Achangie ujenzi gani? Wabunge kule wabunge wako wangapi? Zaidi ya 300. Au wabunge kila siku wakiwa wanatoa hiyo yani wao wanatoa milioni. Si ndio itafanya kazi? Kwa hiyo irudi kule kwa wabunge ili waweze na wao kuchangia, kwa sababu wanazungumza vitu ambavyo haviwaumi. Asante sana Samson Charles kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Pasina shaka basi umeweza kusikia maoni ya wananchi kutoka mkoa wa Njombe kuhusiana na bajeti ambayo imepitishwa bungeni jijini Dodoma kwa mwaka 2026. Langu jina ni Emmanuel Mkulu, EATV kutoka hapa mkoani Njombe. Sina la ziada. Hao ni wananchi, lakini wamo wale ambao ni wachambuzi. Twende tukapate moja kwa moja uchambuzi wa masuala ya bajeti, na tunajiunga na ndugu Fahamu Matusawili ambaye ni mkali wa kuchambua bajeti. Wananchi wanalalamikia kwamba deni la taifa linakuwa. Je, nchi inaweza ikajiendesha bila mikopo, nchi yote ile duniani? Asante sana ndugu yangu Sam. Nchi yoyote duniani, nchi au serikali tunazosema ambazo zinaongoza nchi zinakopa. Na ili lazima, kwa sababu maana kukopa ni nini? Lengo la kukopa ni kwamba unataka ufanye vitu vingi kwa wakati mmoja, alafu una uwezo wa kurejesha ule mkopo. Kwa maana kwamba ni sawa na wewe kwenye kampuni au kwenye familia, kwamba nahitaji kuwa na mashamba 5, lakini makusanyo yangu, mshahara wangu naupata wa 7,700 au 5,500 kwa kila mwezi, nitahitaji miezi labda 20 au miezi 40 itakayenitosha kulima mashamba 5 haya au kufungua duka kubwa la bidhaa jumla. Sasa nahitaji niipate kwa wakati mmoja yote, nifungue duka alafu nirejeshe kwa muda fulani ambao mpaka makata kabisa. The same na kwenye nchi. Inahitaji kufanya miradi mikubwa mingi zaidi, ichochee uchumi ukue, alafu kutokana na uchumi kukua, mapato yanaongezeka, unarudisha kile kipato ambacho umepata. Wafanyabiashara wakubwa unawasikia wote wanakopa. Wanaendesha, na siri moja ya wafanyabiashara wakubwa, hakuna mfanyabiashara anayeendesha wakubwa hawa wanawazungumza hawa makampuni makubwa, yanaendesha miradi kwa mikopo ya mabenki. Hawaendeshi kwa pesa zao za ndani.
Kwa hiyo mikopo ile ndio inayoendesha miradi, faida zinarudi, wao wanatumia hela za mikopo kuendesha miradi mikubwa. Kwa hiyo tutasema kwenye nchi kwamba ili ukopesheke lazima uwe na sifa. Na unakopa wakati huo ukitaka kuchochea uchumi wako, ukuongezea mapato zaidi uweze kulipa. Sasa hakuna Marekani, taifa kubwa ambalo tunaliona kama ndo kioo cha uchumi kinaongoza duniani, ina mikopo mekopa. Sasa sizungumzi hizi nchi ambazo zilizoendelea na zinazoendelea. Kama baba mwenyewe mrefu mwenyewe amezama kwenye maji, usuluhize mfupi atakuwa wapi? Bila shaka atakuwa alishaoza. Kama Marekani, taifa kubwa, linakopa, na sisi nchi zinazoendelea bila shaka tunayo haja ya kukopa. Maana yake ni nini? Kuna mambo mawili ya msingi kwenye mkopo wenyewe. Unakopa kwa ajili gani? Lakini pili, kuangalia kwamba huo mkopo unakokwenda uende kuongezea uwezo zaidi, kwa sababu moja, masharti ya mkopo yenyewe. Unapokopa lazima uangalie masharti ya mkopo. Hata mtu binafsi au kampuni lazima uangalie masharti ya mkopo. Kuna mikopo ya kibiashara ambayo ina riba kubwa. Matokeo yake umekopa leo, baada ya muda mfupi riba imeshakuwa kubwa zaidi. Hasa especially kwenye mikopo ya kibiashara ina riba kubwa. Kwa hiyo kuzingatia aina ya mkopo wenyewe, lakini pili kuzingatia mkopo unapelekwa wapi. Sehemu ambako labda unakwenda kuchochea uzalishaji huo utakusaidia wewe uweze kurejesha mkopo huo kwa mtu binafsi, kwa kampuni, kwa nchi. Kwa hiyo lazima hiyo ndio kuangalia namna gani ambavyo kwamba mkopo sio mbaya, kikubwa mkopo huo unaelekezwa kwenye nini. Kama mkopo unaelekezwa uchumi wako unakuwa zaidi, makusanyo yako yamekuwa, uchumi unakuwa, automatic utakuwa na uwezo wa kulipa. Lakini hapa ukiangalia kama una matumizi makubwa, population inakuwa, mahitaji ni makubwa na mkopo imekuwa, maana yake unachokikusanya itabidi uende kukilipa baada ya kuwasaidia hawa. Mtazamo wako kuhusu bajeti kuu ya serikali ambayo imeshapitishwa bungeni, iangalie katika mapana ya manufaa, lakini kama kuna changamoto ambazo zinakabili bajeti hii? Bajeti yetu ya mwaka 26-27 ya trilioni 62, yako mambo mengi ambayo yamezungumzwa ndani mle kwenye bajeti ambayo yanayo manufaa makubwa, ambayo tumeona marekebisho ya sheria ya fedha ambayo inakwenda kurekebisha baadhi. Kuna tozo karibu na kodi karibu 200 na ambazo zimekwenda kufutwa ndani mle. Lengo lake ni kwamba zinakwenda kuisaidia sekta binafsi, zile kodi ambazo na tozo zilikuwa za kero iweze kufunguka. Lakini pia tumeona misamaha ya kikodi kwenye baadhi ya maeneo ambayo ni muhimu, especially kwenye nishati safi. Ukikumbuka kwamba tuna kampeni ya nishati safi, tunahitaji sasa hivi tunakwenda kutumiaji wa magari ya umeme, tumeona msamaha ya kodi kwenye baadhi ya viwanda vya uzalishaji wa ndani. Sasa hivi yote vina lengo zuri zaidi ya kuchochea uzalishaji ndani ambao utasukuma zaidi sekta binafsi iweze kupanuka. Kama unavyojua kwamba uchumi wetu unaendeshwa na sekta binafsi. Sasa kazi ya serikali ni kuweka mazingira rafiki ya sekta binafsi iendelee kushamiri na kukua. Sekta binafsi ikisinyaa, automatic na uchumi wetu utasinyaa, kwa sababu sekta binafsi ndio injini ya uchumi. Na tunapozungumza masuala ya ajira, masuala ya mapato ya serikali, tunazungumzia sekta binafsi. Kwa hiyo serikali kuweka jicho la ziada, kuona zile kodi za kero, kuona masuala ambayo yanasumbua kule, procedure bureaucratic tumezungumza, kuziweka sawa. Hizo zina mwanya ambao wa kuweza kuona kwamba sasa tunakwenda mbele. Lakini tumeona miundombinu ikitengewa bajeti ambayo ni ya kutosha, kwa maana kwamba kama unavyozungumza kwamba uchumi hauwezi kuzalisha kama hatujarekebisha miundombinu. Umeona kipindi kilichopita mvua zimenyesha, barabara ziko sawa. Kwa hiyo vyote hivi kwa kiasi fulani vimeweza kupewa jicho, ambayo tunaona bajeti hii ambayo kwa kiasi fulani tumeendelea kupunguza utegemezi wa nje ambao ulikuwepo, ambao ulikuwa unatuathiri kwenye miradi ya maendeleo, kwa sababu kama unavyojua mikopo na misaada ya kimataifa imekuwa na masharti makubwa, na hilo lazima, na kwenye bajeti hii tumeona namna serikali ambayo imekwenda kujifunga kupunguza utegemezi kwenye bajeti ya nje ili iweze kutoathirika kwenye miradi ya maendeleo, kwa sababu iko miradi mingi ya maji, miradi ya barabara, miradi mingine ya afya ambayo ilikuwa inategemea zaidi wahisani. Hii bajeti labda inakabiliwa na changamoto gani? Wananchi wana maoni tofauti kuhusiana na baadhi ya tozo ziko katika maeneo ya vijana wako wa bodaboda, magari kutoka nje, na katika eneo ambalo kwa sasa mafuta ni mtikisiko duniani kiuchumi. Asante. Imekuwepo mtizamo tofauti kwenye swala la magari used, magari ambayo magari chakavu
Moja, mtizamo wa serikali ni kwamba kupunguza kwamba Afrika, Tanzania sio dampo la vitu chakavu, bidhaa chakavu ambazo zimesha kwisha au imetumika kwa muda mrefu. Kwa maana moja hapo ya mbinu ya kudiscourage au kuzuia ni kuongeza kodi zaidi ili watu waweze kununua magari ambayo ni mapya. Lakini hapo panahitaji mjadala mkubwa zaidi kwamba unaongeza kodi kwenye magari chakavu, basi unapunguza kodi kwenye magari mapya ili kuchochea watu waweze kununua magari mapya. Lakini kama tunavyojua kwamba hizi nchi zetu zinazoendelea wananchi wake asilimia kubwa ni maskini. Angalia hapa karibu asilimia 26 ya wananchi wapo kwenye mstari wa umaskini, kwa maana pato lao la siku liko chini ya pato la wastani ambalo limewekwa na Benki ya Dunia. Kwa hiyo utaona kwamba uwezo wao wa kuweza kumudu kununua magari mapya haupo, ni mdogo, kwa sababu bado wanapambana struggling kupata mahitaji muhimu maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo hata kama utaongeza kodi zaidi kwenye magari yaliyotumika, maana yake hawahusiani, wao kwenye magari ni anasa, sio ya matumizi. Lakini tunazungumzia watu wa kawaida ambao ni pato la kati wanahitaji magari. Kwa mfano, angeweza kuweka specific kwamba siku hizi watu magari ndio wanatumia kama biashara, ndio ofisi. Watu wanafanya Uber, watu wanabeba bidhaa kutoka mashambani kuja kwenye masoko, wanabeba makabichi, matunda, bidhaa wanabeba, yanabeba, yani ndio shughuli, ndio ofisi za watu. Ukienda hapo wanabeba, mtu anahama, anafanya nini. Wangeweka kwenye magari ya starehe labda kwamba bana magari haya na haya ambayo ni ya starehe tu haya yanaweza kaongezewa kodi, lakini kwenye magari ambayo yanatumika kwenye uzalishaji, kwenye shughuli za kiuchumi, ukiongezea kodi, manake ili tabaka ambalo ndio linatumia kama ofisi litaathirika kwa kiasi fulani, kwa sababu kwao lile gari sio sehemu ya anasa, ni sehemu ya kiuchumi. Lakini kingine ambacho ni hoja tu, ni logic pale kwamba kwenye dunia ya urejerezaji wa taka duniani ya sasa, tunasema recycling ya waste, hakuna sehemu ambayo umekuta kuna bati limetupwa la gari. Hakuna sehemu ambayo umekuta kuna tairi iko barabarani imetupwa. Leo nikikwambia kuna Wachina wengi wamefungua viwanda hapa vya kurecycle, urejerezaji wa tairi zilizotumika. Unajua hizi tairi wanazalisha nishati inaenda kutumika kwenye viwanda vya saruji, kutumia matairi mabovu yaliyoisha muda wake, matairi ya magari. Sikwambii chuma ambacho kinaenda kuyeyushwa. Kwa hiyo hakuna waste inayotupwa sasa hivi barabarani ukasema nimekuta kuna mlango wa gari nimekuta barabarani Tabata pale au Sinza au Kinondoni. Kwa hiyo wanachafua mazingira, kuna bati limetupwa. Kwanza linaibwa, linatafutwa, ni mali ile. Kwa hiyo dhana ya uchakavu na mazingira kwenye dunia sasa imepitwa na wakati, na watu wa chini maskini hawezi kuipokea kwa sababu wanaishi huko. Hakuna mtu ambaye ameokota bati au tairi au chuma chochote cha gari kilichoisha muda wake kimetupwa barabarani, hakina matumizi. Lakini la pili, umezungumza swala la bodaboda kwamba ushuru wake umepanda mpaka 1,500,000 kwa sasa hivi. Sasa lazima busara za utulivu wa mawazo na akili zitawale katika kufanya maamuzi yanayohusanisha kwenye sekta bodaboda, ili kutoathiri namna ambavyo wao wanapata kipato chao, wanaendesha maisha, wanasomesha, wamejenga, wako kwenye utulivu. Tunapambana kujenga uchumi utakaozalisha ajira ili kuaccommodate hawa vijana. Wakati mwingine maafisa wa serikali sio kwamba ni Mungu, ni malaika. Wao wanapoona kuna loophole fulani watu wanakimbia sana kule, wanafikiria kupata ile kodi, hawaangalii madhara ambayo yanaweza kuathiri walio wengi. Kumbe ungemwekea mazingira rafiki, ungemkuza huyu, ungekuja kupata eneo lingine. Unasamea huku, unakuja kuchukua huku. Kuna sekta ambazo zinahitaji mawazo makubwa ili ziweze kuzalisha. Tunahitaji kwenye kilimo tuwekeje kiweze kuzalisha ambacho ni maktaba kinahitajika kila siku, ili tuache hawa waendelee kupumua. Sasa wakishaona bodaboda zinaagizwa nyingi, kila wilaya, kila kata, kila mtaa, kila kona kuna bodaboda nchi hii. Sasa ukaona zinaingia nyingi, unawaza uweke kodi. Sio mawazo hayo, sio mawazo. Kwa sababu baadaye utajikuta sasa bodaboda wanashindwa kuonesha kule. Baadaye watengeneze mazingira rafiki, wewe unatafuta tu, umeona tundu basi unataka uchukue kodi. Kwa hiyo mimi kwenye hili la bodaboda, mimi nasema tu busara itawale, ionekane inatawala kwenye hiyo, ili maamuzi yetu yaangazie kwamba Mungu huyu aliyetubariki kuwa na sekta ya bodaboda ambayo imebeba mamilioni, ni sekta isiyo rasmi imebeba mamilioni,
basi tumshukuru Mungu kwa kutoweka vikwazo vya bodaboda yenyewe kuiathiri. Ninachokukumbusha ni kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha kwa kishindo bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 2026/27 kwa asilimia 97.66 baada ya wabunge 385 kupiga kura ya ndio kuunga mkono bajeti hiyo. Kwa mujibu wa spika wa bunge Mheshimiwa Musa Azan Zungu, alisema kuwa kati ya kura hizo 393 zilizopigwa, kura 8 zilikataa kuunga mkono bajeti hiyo na wabunge wengine 8 hawakupiga kura kwa sababu hawakuwepo bungeni. Na baadaye bunge lilipokea na kujadili na kupitisha mswada wa sheria wa fedha wa mwaka 2026, the Finance Bill 2026. Hiyo ilikuwa tarehe 24 mwezi Juni mwaka 2026. Tukiwa tumeishia hapo katika mjadala ambao uliangazia masuala haya ya bajeti na namna ambavyo imemgusa mwananchi. Kwa niaba ya wale wote ambao wameshiriki kukuandalia mjadala, jina langu ni Samson Charles. Tutakutana tena katika kipindi kijacho cha mjadala, na kitakuwa na ajenda kubwa ya nchi ya kujadili.